Mtazamaji wa Bongo Touch, tumeona Harmonize pamoja na Kajala wamerudiana kwa mujibu wa video ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia tunafahamu P-Funk alifanikiwa kupata mtoto na Kajala ambaye ndo Paula, ambaye kwa sasa walikuwa wanasherehekea sherehe ya mjukuu wao. Sasa P-Funk anaitwa babu, Harmonize anaitwa babu, mambo ni shagala bagala. So niko hapa na Dubai kwa sababu Dubai bana kwenye harakati zake P-Funk kuna mahala wamekutana sana. So niko naye hapa tuzungumze kuhusiana na hili na namna ambavyo hivi vitu vinaendelea. Kwanza Dudubaya, P-Funk wewe umefanya naye kazi eh? Ya nimefanya ni kiachilia tu mambo ya muziki, ni rafiki yangu wa karibu, mshikaji wangu way back kama ilivyo kwa Master J. Katika maproducer ambao Tanzania nimekuwa nao karibu sana, tumehang out pamoja studio mpaka kwa club na vitu kama hivyo, ni P-Funk pamoja na Master J. Wamesherekea siku ya mwaka mmoja wa mtoto mjukuu wake, umeona bana, lakini story kubwa ikawa ni Harmonize kuonekana na Kajala na vitu kama hivyo. Nataka nifahamu kwa upande wako wewe, kitu kama hiki ambacho unajua P-Funk ana roho ya kizungu yule jamaa, sijui hivi ni mzungu au ni aje, kwa sababu yugo fulani hivi kama sio mbongo. Ya ni 0.5, yani mama ni mtu wa Makambako, kwa hiyo ni Mtanzania. Alafu baba ni mtu wa Uholanzi, ni Mdachi baba yake, kwa hiyo ni Mholanzi na Mswahili. Maana tunaitaga 0.5 kama alivyo akina Mwisho wa Mpamba na wengine. Maana mbongo kweli anakubali kumuona pale baby mama wake afu na Harmonize na nini eh? Ya kwa mimi no case, nobody case. Una roho nyeupe? Ya nobody. Kwa sababu gani? Kwanza kabla ya mimi kujua kwamba P-Funk anaenda kwenye sherehe ya kutimiza mwaka mmoja wa mjukuu wake, mimi nimejua kwa P-Funk. Yeye ndo alikwambia? Ya kwa sababu P-Funk alikuwa mitai ya Bari Beach pamoja na Lichwani, pamoja na mabinti zake wawili, na watoto wawili wa kike wamefuatana hivi, wazuri sana kama alivyo watoto wa Master J, weupe wazuri colored nini. Kwa sasa mimi nilikuwa sehemu hivi nimechila kisina washikaji zangu mitai ya Silver, sababu anatoka P-Funk huyu hapa pamoja na mabinti zake walikuwa wamekuja kula chakula. Alafu mke wake P-Funk alikuwa saluni mitai ya Bari Beach, wanajiandaa sasa kwa ajili ya kwenda kwenye hilo tukio. Kwa hiyo tulivyokaa na P-Funk ndo akaniambia nimetoka Arusha na familia na mke wangu, ila mke wangu yuko saluni pale, ila niko na madogo sababu tunataka tule. Tukitoka hapa wife akimaliza saluni tunaelekea White Cent Hotel, sababu White Cent Hotel na Silver Cent Hotel ziko jirani tu hapo. Leo ndo mjukuu mwaka mmoja tukapiga story pale hivyo, maliza ukaondoka, mke wake akaja kaondoka. Kwa hiyo P-Funk pale alikuwa na mke wake kama ilivyokuwa sisi kwenye baby shower, nafikiri mke wake P-Funk alikuwepo na P-Funk alikuwepo. Sasa shida nini? Mimi nimeenda kwenye tukio labda la mama Wile, niko na mke wangu, mama Wile leo yuko na bwanake, tumeenda kwenye tukio labda la Wile, kuna kesi gani? Mimi na wako wangu na yule na wako wake, wivu? Hakuna wivu, yani yakishaisha maisha mnakuwa marafiki, mnakuwa kwa ajili ya familia, ila mandindindi ndo hayaelewi kwa sisi. Sasa P-Funk sio mtoto mdogo, P-Funk sio yule P-Funk wa kipindi kile, yani hata sasa hivi ukikaa na P-Funk is a family man, ni family man, ni mtu ambaye sio P-Funk muuni msela wa kipindi kile. Sisi tulishatoka kwenye usela, tulishamaliza usela, kwa sababu ni family man. P-Funk anavyokaa na watoto wake na mke wake, yani ni family man, is the father, is the best father mashana. Kwa hiyo kwa issue kama ile Kajala kuwa na Harmonize pale kwamba amerudiana, nobody case, hakuna case. Shana vitu kama hivyo. Harmonize kurudiana na Kajala ina chachu kwenye muziki wa Harmonize na pia kwa Kajala, kwa yale ambayo yalitokea tukayaona kwenye mitandao ya kijamii, unahisi inampandisha value au inamshusha value? Kipindi Harmonize yuko na Kajala alikuwa juu sana na alikuwa anafanya vizuri sana Harmonize, sio? Sasa alivyoachana na Kajala akawa na Queen Posh, kawa na wengine, naona akajikita sana kwenye mapenzi kuliko muziki, na Watanzania wengi walilalamika sana kwenye hilo. Umeona, Watanzania wengi walilalamikia sana
jambo kama hilo bwana. Huyu kila sana badilisha tu wanawake, anatuonyesha makalio tu, kashindwa kupushi nini, kupushi muziki. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba nafikiri Harmonize kaligundua kwamba kwa Kajala ndio nyota yake. Sababu Kajala naye yuko humble sasa hivi. Kajala sio mtoto mdogo. Kajala mimi namjua toka mwaka 2000. Ndio mademu ambao sisi tulikuwa nao Bilikana miaka hiyo. Paka anakutana na P-Funk Maisha Club. Wanaanza mahusiano. Kwa hiyo kama Queen of Bongo Flava way back, Kajala yuko kwenye hiyo listi. Kwa hiyo Jiji analijua, kila kitu anakijua, hakuna kipya kwenye maisha yake. Kwa hiyo ukiwa na mtu kama Kajala, jua umechukua mwanamke ambaye kashamaliza kila kitu, mnaweza mkatengeza. Kwa sababu dunia sasa hivi ukijifanya unachukua watoto wanao starehe sasa hivi, eti huyu ni bata mpya huyo. Mwanangu, mimi kwa mfano sasa hivi siwazi disco. Nikichukua mwanamke kama ataniambia tutoke, twende kidimbwi, si twende wapi, tutagombana tu. Mimi ninachotaka saa 2 naangalia taarifa habari, nimetulia. Kama unakunywa pombe chillax hivyo. Kama tunatoka Jumamosi, Jumapili, mnaweza mkatoka hata mchana mkaenda hapa na nini. Kutoka sio kosa. Hata mna watoto si mnaenda mkaenda beach, mkatoka out na mkeo, mkaenjoy, mkanywa saa 2 saa 3 na watoto mko nyumbani, mkatulia. Kesho ushanaelewa, mimi nahitaji mwanamke wa hivyo. Kwa hiyo Harmonize naye sasa hivi kama amekuwa, kwa naamini kabisa kwenye mahusiano. Kwanza alivyokuwa na Kajala alikuwa anatoa ngoma kali sana. Naamini kwenye hii Harmonize itamweka juu. Hivi hapo umezungumza habari za nyota. Wewe kipindi pia unafanya muziki, kuwa na mwanamke kunaweza kusaidia, yani kuwa na mwanamke ambaye nyota sindo nyota zenu, au sijundo kwamba mkiwa pamoja unafanya vizuri, hiyo pia inachangia kwenye kufanya vizuri. Ya inachangia, yani swala la nyota kuendana ni kitu muhimu sana kwenye maisha, kwenye mafanikio. Unaweza ukawa na mwanamke yani ulikuwa na ng'aa hivi, ukiwa naye tu giza linatawala kwenye kila kitu chako. Kama ni biashara zinaanza kushuka tu, kama ni muziki unakuwa usikiki kokote kule kwa sababu yule mwanamke. So hata wazee zamani walikuwa wanaangalia sana koo kwa koo, kwamba hizi koo ukitaka koo wanakuambia uko utufai, usio uko, unaelewa vizuri. Kwa hiyo hilo swala la nyota, unaweza ukawa na mwanamke leo ukainuka vibaya sana kwenye maisha, ndio unasikiaga mwanaume anasema huyu ndio mwanamke wa nyota yangu. Unaelewa vizuri. Kwa hiyo hilo jambo ni muhimu sana kwenye maisha pia la nyota na nyota. Sababu unaweza ukawa na mwanamke akawa na nyota kali, sawa, ikawa nyota yake iko juu ya kwako iko chini, maana yake kakufunika. Kwa ina maana kila kitu chako kinaenda chini. Sio, umeelewa vizuri. Kwa hiyo Harmonize alipokuwa na Kajala alikuwa hivi sana. Tofauti na alivyokuja na wanawake wengine, akaanza kuwa na yumba, mara apoteze matangazo kama CRDB, mara Sayona, yani akawa kama kichaa, kila saa anaonyesha makalio tu. Hapo Dudubaya, kwa hiyo kama uncle, unajua wewe kuna mahusiano waga unayakataa kabisa, unalipitisha kama Harmonize na Kajala officially wamerudiana, kwa wewe fresh? Ya mi 100% nawabariki. Wamepitia mengi, wameyaona mengi, wamejifunza mengi. People learn through mistakes. People learn through mistakes. Kwa hiyo tunajifunza kutokana na makosa. Kwa hiyo makosa walioyafanya wasiarudie, wakae pamoja, tuje tushuhudie ndoa. Sema kuna watu wanazungumza, sema ile zima taa, washa taa. Yani Kajala amekuaje, amesahau vipi kirahisi kiasi hicho? No. Kwenye mapenzi kuachana mazima msirudiane ipo. Na kwenye mapenzi kurudiana ipo. Wao sio wa kwanza kuachana na kurudiana. Ushanaelewa vizuri. Kwa hiyo sio kesi. Kwani anayoyafanya Kanye West huko na nani na mwanamke wake huyu mpya Kim Kardashian ayaone? Si anaona Kim Kardashian? Na Kim anayoyafanya huko na mabwana zake Kanye West ayaone? Si anaona? Lakini you never know, siku moja wanaweza wakarudiana na wakadumu milele, kwa sababu kila mtu amejifunza kutokana na makosa. Kwa hiyo no case, kwa sababu kinachotusumbua sisi wengi, hata sasa hivi watu wengi wa Tanzania wajua labda Kajala alimkoleza sana Harmonize, sio anamkatikia sana. Ndoa sio mikatiko. Unajua watu wale. Wajua watu wale
ndoa sio mikatiko. Hata machangudoa ni mabingwa wa kukatika, wanajua staili zote babu. Sawa, kuna wanawake wanajua staili zote. Lakini hawaolewi. Mwanaume anapiga, anamaliza haja zake, anaondoka zake. Shanelo, neno ndoa ni jambo jingine. Mwanamke lazima uwe na vitu vya ziada. Ndio mwanaume anaangalia, huyu mwanamke nimekutana naye na milioni 10. Lakini ndani ya miezi mitatu sasa hivi na milioni 15. Huyu mwanamke nilikuwa na spend kwenye starehe milioni 1. Lakini toka nimekuwa na huyu mwanamke natumia 200,000. Umeelewa vitu kama hivyo? Kunaona kabisa huyu mwanamke ananishauri vitu vizuri sana. Nilikuwa nalewa sana kisi hivi, sinywi, nilikuwa na kesha baki hivi natulia nyumbani. Huyu mwanamke anajua sana kupika. Na ndio maana kuna wanaume hali chakula chochote. Hata akiwa kazini atatoka kazini akale kwa mke wake. Sababu ya mapishi nini? Mapishi mazuri. Nguo za mwanaume muda wote, hata kama mna house girl, wafuaji, anahakikisha ziko safi, nyumba iko safi na kila kitu. Kwa hiyo mwanaume ndo anataka alelewe kama mtoto. Ndio maana wanawake ni mama zetu. Yaani mke wako kachukua pati ya mamako mzazi. Sasa kama wewe mwanamke unataka ndoa alafu huna sifa kama anavyonilea mamangu mzazi, siwezi kukoa. Kwa issue sio mikatiko. Sio mikatiko, utakatika mpaka juu ya dari alafu mimi nakutazama tu. Naweza nikakaa na hata miaka 3 namaliza haja zangu, sina hata mpango, nakutana na mwanamke mwezi mmoja tunanafunga ndoa. Kwa hiyo kwa maana hiyo unaweza kaniambia kwa unavyofikiria sababu nzuri zaidi ambayo imemfanya Harmonize aendelee kulipambania penzi kwa Kajala, kwa sababu umeniambia sio mikatiko, sababu inaweza kawa nini? Sababu kwanza Kajala anajitambua sasa hivi kwenye maisha. Yuko serious kwenye utafutaji. Pia unaona hata makampuni anafanya naye kazi. Kwa hiyo ni mwanamke ambaye independent, yani anajisimamia. Hata P-Funk alishafanya interview moja akasema sasa hivi Kajala anisumbui kwenye simu, matumizi sio ya Paula sio ni nani, unakumbuka interview? Akasema sasa hivi anajitegemea, sasa hivi anisumbui kama zamani. Sio matumizi ya Paula sio ni nani. Walikuwa wanagombana kwa sababu ya hicho kitu, kwa sababu Kajala alikuwa anatumia kigezo cha mtoto kupata pesa. Sababu ndio maana hapa mjini kuna wanawake wengi sana wanaishi hayajui kutafuta, yanaishi kwa kutegemea watoto, na watoto yanaoitaga ATM. Kwa baba limezaa naye lakini masingomaza wanamaanisha sasa masingomaza. Kwa linaishi watoto 3 baba tofauti. Kwa hiyo na hawa wote limewabambika mimba, linategemea kuishi. Kodi ya nyumba wa baba 3 wanalipa. Chakula mababa 3 wanatuma kila mwezi. Nguo za sikukuu wanatoa matumizi kila kitu. Mababa 3 wana watoto 3 baba tofauti, ndio wanavyoishi. Ndio maana wanaoita watoto ATM. Kwaona Kajala kipindi hicho alikuwa anamsumbua sana P-Funk. Hela ya mtoto swini nini matumizi. Lakini P-Funk alikuja kusema sasa hivi Kajala amekuwa, sasa hivi anajitegemea. Na kweli utaona Kajala sana matangazo, anajitegemea, anafanya yes. Kwa hiyo she's a woman, she's humble, ni mama sasa. Sio na bibi. Ya ni bibi sasa. Na huyo mtoto ana mababu wengi. Mtoto huyo mjukuu ana mababu kwa sababu upande wa Mario kuna babu na bibi. Huko kwa Kajala babu Harmonize. Kwa P-Funk tena babu na kuna bibi, mke wa nani? Mke wa P-Funk. Ase ana mzuri. Hapo master. Hapo master. So Brother Konki, kwa maana hiyo kwa sasa Harmonize tutegemee kumuona pia akifanya vizuri kama kipindi ambacho alikuwa na Kajala. Alafu nimependa namna ambavyo clip zile pale wako na furaha, wameimba pamoja na nini. Imevutia sana. Kwa hiyo mimi nawatakia kila laheri. Mimi ninachopenda tu ni waone wamefunga ndoa takatifu, wanaishi katika misingi mitakatifu ya ndoa, wapate watoto wengine. Harmonize na wewe nakwambia, acha ujinga wako. Unajua nyinyi wafupi kama korosho, mnatakaga makubwa kwa sababu ya ufupi. Tuzee tukakuona tena mara unarudi na demli na makalio kama mlima Kilimanjaro. Hatutaki, tulia. Mimi ndio babu. P-Funk na mimi ndio mababu wa mjukuu wetu, mtoto wa Paula. Kwa sasa tukuone tena na ufupi wako kama korosho. Sawa. Ulizungumza vizuri, tunamalizia. Ulizungumza vizuri kuhusiana na nyota na vitu kama hivyo. Hii pia inaweza kuwa ni sababu ambayo inamfanya
Diamond amng'ang'anie Zuchu, kwa sababu hivi karibuni tulisikia wameachana, lakini kwenye show ya Tarime tumemwona Diamond na Zuchu tena wanasema sisi hatujaachana na hatuwezi kuachana. Wala hawezi kuachana, zile ni kiki. Wanaachana ili watoe nyimbo. Ndio haya niliyosema ya Ibra. Huenda kuna mpango mkakati Ibra na nyimbo mpya. Ngoja tuone. Lakini Zuchu na Diamond wanaichezea tu jamii, na jamii ni wajinga. Mimi nakumbuka kuna kipindi nilikuwa Geita. Zuchu ndio ikatokea, ilikuwa na Valentine Day, siku ya pendana Mlimani City, kwamba Diamond katangaza anaenda anamvalisha pete nini Zuchu ya uchumba. Niliwaambia watu Geita hakuna cha pete ya uchumba pale. Je, Zuchu alivalishwa pete ya uchumba? Nikaambia watu Geita, simeona mmekaa wiki nzima si mwezi, leo Diamond anamvalisha Zuchu pale. Nikaambia hakuna pete pale, na wajua hawa, na kweli watu walishuhudia kuna cha pete ya uchumba. Kwa hiyo hawa ni kiki na wanapendana ila tu ni kiki zile, tumeachana ili watoe nyimbo. Yani wao wanachoishi ni kwamba vyombo vya habari viongere ndio game ya Tanzania. Tofauti na Nigeria, Nigeria hawana maisha hayo, Kenya hawana maisha makiki, Uganda hawana nchi zingine hawana makiki hayo. Kiki, kisiwa cha kiki ni Tanzania. Na ndio maana unaweza ukakuta hata mimi sasa hivi naweza nikamuita Gigimane, Gigi njoo mwanangu, mimi nataka niachie ngoma mpya, chukua 500 hii hapa. Sasa kuanzia leo tuwe tunajipost sisi ni wapenzi, tunakuwa hata kitandani tunakisi, tunatoka out, kumbe usiku tukinani Gigi yuko kwake na mimi niko kwangu, lakini watu wote Dudu bana, Gigimane Dudu, kumbe hakuna kitu. Ni sawa sana Masharafu anavyofanyaga yale makiki yake. Alikuwa na kadogo kangu kamoja ka Bikocheri, akawadako nakajua kale kadogo kanaduka pale Bikocheri. Sasa alikuwa akahangaika na Bongo Flava ili katoe ngoma, ndio akamtafuta Masharafu. Shana leo kadogo kake na Sodox mwenye maduka ya nguo. Shana kale nakajua vizuri. Sasa nikaja ukaona kako na Masharafu. Kaambia mdogo wangu unatembea na hii meli ya kivita hii. Amna blaza, nilikuwa natafuta kiki tu, nilikuwa najibu kwa hiyo paloga tuna rekodi tu, sitembele Masharafu. Kwa hiyo game ya Tanzania iko hivyo. Yeah. As always huwa tunapiga story na Dudu Baya Konki, tushakuwa familia na ni familia yetu ya Bongo Touch. Tumepiga mengi zaidi na tunashukuru sana kwa muda wake, lakini pia wewe umekuwa ni mdau mzuri zaidi ambaye umekuwa ukisubscribe na kucomment na kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii kwa kile ambacho sisi tunakupa. Sina la ziada mpaka wakati mwingine. Nimetangaza kama taarifa ya habari. Mimi ni George Malatu, Bongo Touch.